Ningependa wakati huu kuwakaribisha katika fundisho ambalo nimepanga kujifunza nanyi. Fundisho ambalo linafundisha juu ya njia 3 za kuahirisha masisi yako. Napenda tuingie katika bustani ya Edeni, tuone ni mambo gani Mungu alimuagiza mwanadamu ili kumsaidia kuepukana na kifo cha haraka. Katika Mwanzo sura ya 1 fungu lile la 29 tunasikia Mungu akinena na Musa na akaandika maneno haya. Mwanzo 1:29 inasema, Mungu akasema, tazama nimewapa kila mche utoao mbegu ulio juu ya uso wa nchi yote, pia na kila mti ambao matunda yake yana mbegu vitakuwa ndivyo chakula chenu. Mungu akampa mwanadamu vyakula vya mbegu, vyakula ambavyo alijua ya kwamba vina mafuta ndani yake na pia vinaweza tengenezwa maziwa. Na alimpa hivyo maana hakukusudia mwanadamu ale nyama. Mpango wake haukuwa mwanadamu kuua. Lakini baada ya yeye kufanya dhambi, huyo Adamu na Hawa, Mungu akawapa nyama, lakini akawapa kwa masharti. Tutakuja ona baadaye masharti hayo. Akawapa nyama lakini kwa masharti. Ndiyo, sasa tunaporudi wakati wa Musa pia tunaona masharti hayo yakitolewa. Yaani wakati wa wana wa Israeli kule Edeni, baada ya dhambi, Mungu aliwapa nyama wale, lakini kwa masharti. Ni wapi? Mwanzo 9 fungu la 4. Mwanzo 9 fungu la 4. Enda pamoja nami katika Mwanzo 9 fungu la 4 tuone Mungu namna alivyowaambia. Mwanzo 9 na lile fungu ni la 4. Niko Mwanzo 9 fungu la 4 anasema kila kiendacho, narundia, hebu nianze fungu la 3. Kila kiendacho kilicho hai kitakuwa chakula chenu, kama nilivyowapa mboga za majani, kadhalika nawapeni hivi vyote. Bali nyama pamoja na uhai, yani damu yake msile. Pamoja na kuwa aliwapa vyakula wakati wakiwa bustanini mwa Edeni, vyakula vya mbegu. Baada ya dhambi, sasa akawaruhusu pia wale nyama. Baada ya nini? Ya dhambi. Na ni lini? Wakati wa gharika. Unipate vizuri. Wakiwa katika bustani Edeni walipewa vyakula vya mbegu kabla ya dhambi. Baada ya dhambi, wakati wa gharika. Na ni lini? Hiyo ni baada ya miaka 2000. Nuhu alitokea baada ya miaka 2000. Ndiye aliagizwa kutengeza safina. Watu wakaingia mule safinani. Walipoingia safinani, kukawa sasa hakuna vyakula. Wakala walivyokuwa navyo vikaisha. Tena kwa vile maji alifurika uso wa dunia, hakukuwa na chakula, hakukuwa na mbegu. Sasa wangekula nini? Mungu akawaruhusu wale nyama, lakini akawaambia wasile pamoja na damu. Lini? Baada ya gharika. Wakiwa bustaneni hawakupewa nyama ila mbegu. Sasa nataka niseme ya kwamba kuna mambo 3 unatakiwa kujua ili kuahirisha kifo cha haraka. La kwanza, tazama kile unachokula. Tazama kile unachokunywa. Tazama kile unachovuta. Hebu sasa nianze na kile unachokula. Ndiyo, ingawa Mungu aliwapa nyama, lakini nyama hizi zimekuja kugeuka kuwa mauaji. Kwa mfano, mnyama kulingana na vile dhambi zimezidi, wanyama wanakuwa wagonjwa. Sasa kila nyama ya mgonjwa ama kila nyama ya mnyama amegonjeka, utapatwa na ule ugonjwa na utakufa haraka kabla ya wakati wako. Ukinywa maziwa ya mnyama ambao amegonjeka, kama hukuyachemsha vizuri, utapatwa na ugonjwa ambao utakuwa mapema. Na ukinywa damu, nakumbuka hapa amewaambia wasile nyama pamoja na damu. Sasa wakati wa Musa, hebu twende wakati wa Musa. Katika kitabu cha Mambo ya Walawi, ni ile sura ya 3 mstari wa 17 inasema, neno hili litakuwa amri ya daima katika vizazi vyenu vyote, ndani ya nyumba zenu zote, ya kwamba hamtakula mafuta
wala damu kabisa. Hamtakula mafuta wala damu. Kwa nini? Mungu alijua kwamba mafuta yanaweza kusababisha magonjwa. Kama gani? Madaktari anasema ya kwamba mafuta ya nyama yana cholesterol nyingi ambayo inaweza sababisha magonjwa ya moyo. Lakini mafuta kidogo haina madhara. Lakini kisha kuwa nyingi inaleta madhara. Ndio sababu Mungu anawaambia hamtakula mafuta, maana alijua wakifurahia utamu wa mafuta watajiletea magonjwa ya moyo na mengineyo. Na pia alijua katika damu, maana tunapokuwa wagonjwa tukienda hospitali tunaangaliwa ugonjwa katika damu. Mungu alijua kila damu kama mnyama ana ugonjwa utakuwa umejificha kwa damu na wakile ile damu watapata na magonjwa. Ndio. Sasa alipowapa vyakula vya mbegu, aliwapa akijua kwamba vina vyote ambavyo mwanadamu alihitaji. Kama vile nilitangulia kusema, mbegu zina mafuta, tena zina maziwa, tena mbegu zinaweza tengenezwa nyama. Kwa hivyo angalia kile unachokula. Kama ni nyama, ule ambayo umehakikisha kwamba imepimwa vizuri. Lakini woga tulio nao wakula nyama ni ya kwamba kuna watu mnyama akigonjeka ndio wanaenda kumpeleka kuuza. Wakienda kumpeleka kuuza, anaenda anapimwa. Kuna magonjwa mengine hayaonekani kama cancerous germs ama tuberculosis germs, si haraka kusiona, ama brucellosis germs, si haraka kusiona. Maana hizo zinaonekana kama mtu anapima damu na darubini. Kama anapima damu vizuri na ile mashine ya kupima. Jambo ambalo si rahisi sana kufanyika na wale wanaopima nyama. Kwa hivyo, sisemi usile nyama, lakini ule kwa tahadhari. Na ninakumbuka wazee wa zamani, mtu alikuwa na mbuzi yake anachinja, kondoo wake anachinja, magonjwa yakuwa mengi. Lakini leo yamekuwa mengi, vile wanadamu wamezindi, vile magonjwa yamekuwa mengi, ndivyo pia wanyama wanakuwa wagonjwa. Sasa shida nyingine ni kwamba mnyama anakuwa mgonjwa, anadungwa sindano, na mwenye yule mnyama anaambiwa na daktari usinywe maziwa yake siku kadhaa. Na yeye anaangalia, anaona siwezi kumwaga, anapeleka sokoni, anauza, watu wanakunywa. Ndio. Kwa hivyo nataka niseme hivi, angalia kile unachokula. Kwa sababu unaweza kuichimbia kaburi na kijiko kile cha chakula. Ukiangalia kile unachokula, hautakuwa kwenye hatari. Kumbuka nimewaambia nyama zina cholesterol nyingi na mwili unahitaji cholesterol nyingi kwa sababu inasababisha mtu kupatwa na magonjwa ya moyo. Kwa hivyo mwili unahitaji cholesterol kidogo. Haya sasa utafanya nini wakati unataka kula nyama? Tumeambiwa kwamba usile pamoja na damu. Ndivyo tumeambiwa. Ukienda katika Mambo ya Walawi sura ya 17 pia na ule mstari wa 10 mpaka 13 nirudie tena, inasema kisa mtu awaye yote wa nyumba ya Israeli au miongoni mwa hao wageni wakao kati yao atakayekula damu ya aina yoyote, nitakunja uso wangu juu ya mtu huyo alaye damu, nami nitamkatilia mbali na watu wake. Kwa kuwa uhai wa mwili ukatika hiyo damu, nami nimewapa ninyi hiyo damu juu ya madhabahu ili kufanya upatanisho kwa ajili ya nafsi zenu, kwani hiyo damu ifanyayo upatanisho kwa sababu ya nafsi yenu. Kwa hiyo ninawaambia wana wa Israeli, hapana mtu miongoni mwenu aliye na ruhusa kula damu, wala mgeni aketie kati yenu asile damu. Sisi ni wageni, sisi wa Waisraeli wale wa mwili, si wageni ambao tulikaribishwa tukaunganishwa na Waisraeli kupitia kwa damu ya Yesu. Tusile damu. Kumbuka neno limesema usile nyama pamoja na damu. Sasa utafanya nini kama utaki nyama ikupatie magonjwa? Ukienda katika kitabu cha Ezekieli sura 24, Ezekieli 24 fungu la 10. Nirudie. Ezekieli 24 fungu la 10 inasema pika nyama mpaka iachane na mifupa. Pika nyama mpaka iachane na mifupa. Ukifanya hivyo, kama nyama ile ilikuwa na cancerous germs, tuberculosis germs, hizo germs zote zitakufa kwa moto nyingi. Sasa kwa nini watu wanapatwa na magonjwa kutokana na nyama? Niliona watu wawili, mmoja akaniambia amepatwa na ugonjwa wa Brusela ama brucellosis kutokana na nyama ya kuchoma. Maana hiyo haichomwi kiasi ya kuua vijidudu ama kuua virus. Mwingine akaniambia amepatwa na ugonjwa wa Brusela ama brucellosis kutokana na kunywa maziwa. Kwa sababu hiyo maziwa haikuchemshwa ifaavyo. Kwa hivyo ni vizuri uangalie kile unachokula. Twende juu ya kunywa. Kunywa pombe, madaktari anasema ya kwamba inasababisha magonjwa mengi, kama pia ina cholesterol nyingi ambayo inaweza leta magonjwa ya moyo, na pia inaleta shinikizo ya damu,
Kwa hivyo pombe inaharibu pia akili, inafanya watu werevu kuwa punguani, ama inafanya mtu mwerevu kuwa mjinga. Nimeona wengi wamefutwa kazi kutokana na kulewa pombe. Analewa mpaka sasa anasahau kwamba anafanya kazi. Tena pombe inasababisha zile sembe za ubongo, inaharibu sembe za ubongo ambayo inasaidia mtu kuona, na ndio sasa akikosa kuona, sikisa kuharibiwa, ndio naona mtu anaenda akianguka. Si rahisi kuona mtu amekunywa kitu kingine akaanguka isipokuwa pombe. Kwa hivyo pombe ni mbaya, jihadhari na hiyo. Ukilinda kile unachokunywa utajiokoa na hatari nyingi. Sasa tuende kwa kingine, kunywa madawa ya kulevya. Madawa ya kulevya pia ni hatari, yanasababisha pia magonjwa. Kitu kingine kipi? Vitu vyenye kafeni. Kahawa na chai ina kafeni. Kwa hivyo si vema kunywa kafeni nyingi. Ukinywa kafeni nyingi inaweza ikakuletea ugonjwa wa moyo na magonjwa mengine kadhalika. Kwa hivyo kafeni haitakikani kunywewa nyingi. Jilinde kwa kule kunywa kahawa na majani chai kwa wingi, maana ina kafeni ambayo inaweza sababisha magonjwa. Kwa hivyo kama ni kunywa pengine kwa kiasi na sijui ni namna gani, utayipimia kile kiasi. Jambo gani lingine? Tuangalie kile tunachovuta. Tuangalie kile tunachovuta. Kwa mfano, sigareti inaleta magonjwa ya kansa, inaleta magonjwa ya moyo, inaleta magonjwa ya pumu, na inasababisha shinikizo ya damu kupanda, ama inaleta shinikizo ya damu, inaleta hata vidonda vya tumbo. Ndio, kingine gani cha kuvuta? Bangi. Bangi inasababisha pia kansa. Tena bangi ina sumu nyingi ya nikotini kuliko sigareti. Kwa sababu misokoto mitano ama sigareti 5 ni sawa na msokoto moja wa bangi. Sumu ya nikotini iliyomo katika sigareti 5 ni sawa na ile sumu iko kwa, niseme tena, niundie tena. Bangi msokoto moja, sumu iliyoko kwa msokoto moja wa bangi ni sawa na sigareti 5. Kwa hivyo jilinde na sigareti, jilinde na bangi, kwa sababu inaweza sababisha kifo cha haraka kwa sababu ya kukuletea ugonjwa wa kansa, ugonjwa wa moyo na magonjwa mengine mengi, hata magonjwa ya tumbo. Ndio, sasa nimekwisha kutaja mambo 3. Lakini pia bangi inafanya mwanaume kutoa mbegu dhaifu, anazaa watoto ambao hawana akili nzuri. Ndio. Sasa najua hayo mmeyapata. Lakini sasa hebu niseme ya kwamba Mungu alipompa mtu vyakula vya mbegu, alimpa vyakula ambavyo alijua vinaweza toa maziwa na mafuta. Kwa mfano, kuna mbegu ya soya, kuna mbegu ya sunflower, kuna mbegu za olive, kuna mbegu za canola na kuna mbegu za coconut. Lakini hapa niko na vitu vilivyotengenezwa na vitu hivyo nimetaja isipokuwa sunflower. Sasa Mungu alipompa mwanadamu vyakula vya mbegu, alijua vile mbegu ama zile mbegu zinaweza kumpatia maziwa. Maana hakukusudia anywe maziwa kabla ya dhambi, lakini baada ya dhambi ndiye alikuja kunywa nini? Maziwa. Na ukumbuke maziwa pia yanaweza kuwa na virusi vya kansa, ama virus ya kansa, ama virus ya tuberculosis, na pia inaweza sababisha pia, nimekwisha kuambia, niliambiwa na mtu mmoja amepatwa na ugonjwa wa Brusela kutokana na kunywa maziwa. Kwa hivyo chemsha maziwa yako vizuri na hakikisha ule ng'ombe si mgonjwa. Lakini Mungu alijua ya kwamba kwa sababu mwanadamu atahitaji maziwa. Ndio unaona hapa Marekani wanajitengenezea maziwa. Sasa angalia hapo, nafikiri sijui kama nimeelekeza vizuri. Uone vile vitu viko kwenye maziwa ya almond. Vile vitu viko kwenye maziwa ya almond. Almond ni mbegu nzuri inayotoa mafuta, inatoa pia maziwa, inatoa maziwa. Sasa ile almond ambayo ninawaonyesheni ndio hii, ina faida kama 23. Ina faida kama 23. Maana ninapoangalia hapa ina mafuta, ina carbohydrates, ina fiber, iko na sukari pia, ina vitamin D, ina calcium 50 mg, iron, potassium, vitamin nyingi kadhaa. Lakini kuna mengine ambayo hayako hapa, ambayo yanapatikana kwa maziwa hii ya almond. Maziwa hii ya almond. Yes. Kuna miti nyingine inakuzwa kule pwani kwa wingi sana. Miti ambayo inaitwa
coconut. Coconut inatoa maziwa kama haya na pia inaweza tengenezwa mafuta. Hebu nikuelekeze hapa, sijui kama utaona vizuri hapo vitu ambavyo vinapatikana ama faida inayopatikana kwa maziwa ya coconut. Lakini mimi nikiangalia kwa utafiti niliofanya, ninaona ya kwamba coconut ina mambo 16. Ina mambo 16. Jambo la kwanza, inapigana na bakteria katika mwili wa mwanadamu. Inapigana na virusi vya kansa ambavyo vinaweza kuwa ndani ya mwili wa mwanadamu. Na ama inasaidia mtu kujikinga na ugonjwa wa kansa. Na ina faida nyingi. Sitaki nieleze zote ndio nisikose nafasi ya kusema vingine vingi. Lakini nataka nikwambie ina faida 16 ambazo unaweza pata kutokana na kunywa maziwa ya coconut. Nilikwambia kwamba haya ya almond, nilikwambia kwamba kuna faida 23 ambazo zinaweza patikana. Kwanza ni nutritious, ina vitu vingi ambavyo vinasaidia ama inaweza kuwa na protein nyingi, vitamins na vitu vingine vingi. Kwa hivyo Mungu alijua ya kwamba alipopatia pia mwanadamu mtu wa almond, alijua na mbegu ya kusaidia mtu kupata maziwa. Sasa tuje kwa mbegu nyingine inafanana, kuna mbegu nyingine inafanana na ngano, oats. Mbegu inayofanana na ngano ina vitu kama hizo, ina calories nyingi na pia ina mafuta, ina fiber, iko na sukari ndani yake, ina vitamins aina nyingi, ina potassium, vitu vingi ambavyo nimeweza kuangalia. Ina vitu kama 16 ambavyo inasaidia mwili wa mwanadamu. Ina vitu 16 inayosaidia mwili wa mwanadamu. Sasa nini tena? Tuje kwa mbegu ambazo ni nyingi sana Kenya ama Tanzania ama Uganda. Sehemu nyingi kuna mbegu hizi. Soya. Soya beans inatengenezwa hata nyama. Soya beans inaweza tengenezwa kahawa. Kahawa ambayo inaweza tumia badala ya kahawa ya kawaida. Ndio. Soya hiyo pia inatengenezwa nyama. Inatengenezwa nyama na zinauzwa kwa wingi sana. Kwa hivyo soya hii imetengeneza maziwa haya ambayo unaona. Ina mambo mengi sana. Nilipokuwa naangalia mambo ya soya niliona ina faida kama 18. Ina faida 18. Ina calories nyingi, ina mafuta, ina fiber, ina protein, ina carbohydrates, ina sukari na tena inasaidia mwili kujikinga na magonjwa ya kansa. Yes. Sasa soya hii pia tunakuja kuona kwamba inatengenezwa hata mafuta ya kupikia. Nimenunua chupa ndogo. Hii ni chupa ya mafuta ya soya. Na sasa kuna zile faida zinapatikana kwa maziwa haya ya soya. Na soya ni nyingi sana. Kuna mengine nimetumia yakaisha. Ni kidogo sana ile imebakia. Kidogo ukiangalia utaona ni kidogo imebakia. Ni canola. Mafuta ya canola. Canola nayo pia ina faida hizi ambazo naona nimekuelekezea. Sijui kama kamera inamulika vizuri. Ndio. Sasa canola nayo ina faida kwa mwili wa mwanadamu kwa sababu mafuta haya hayana cholesterol. Haya yote niliyokuonyesha hayana cholesterol. Lakini mafuta ya nyama ndio yana cholesterol. Sasa tunakuja kwa miti ambayo inapandwa sana kule Israel. Olive. Mafuta haya ni ghali sana katika nchi za Afrika. Ni ghali sana. Olive oil. Mafuta haya ni mazuri sana. Na hebu nikuelekeze, sijui haitaona vizuri, lakini ina faida zake nyingi. Kwa hivyo mafuta haya ya mbegu, nataka niseme ya kwamba Mungu alipopatia mwanadamu mbegu bustanini mwa Edeni, aliyoitampa maziwa, aliyoitampa hata na mafuta. Na najua kwamba tukizingatia mawaidha hao ya Mungu, tukirudi Edeni tutapata vyakula ambavyo vitatusaidia kuwa na afya njema na havitatuleta ama havitatuweka kwa hatari ya kupatwa na magonjwa ya kansa. Siku hizi magonjwa ya kansa yameenea sana kwa sababu pia ya watu kula processed foods, vitu ambavyo wanaenda wananunua vimepikwa, vimekuwa packed, hata wajui mafuta yaliyopika ni mafuta jinsi gani. Na kwa sababu pia ya kupikwa na yale mafuta mengi, kama viazi kupikwa na mafuta mengi sana, chips, mafuta mengi sana yanasababisha
mtu kuwa kwa hatari ya kupatwa na magonjwa. Na pia inafanya mtu pia mwili kuwa mkubwa sana, mpaka kiasi mtu anakuwa obesity. Ndio, niliona gazeti nyingine kula Nairobi ikielezea vile mabinti wengine wamenona sana kutokana na kula chips. Si mbaya kula chips, lakini jipikie wewe mwenyewe. Usile ile ya kununua, utanunua lakini ujui imepikwa na mafuta kiasi gani na ni mafuta gani, yana cholesterol ama hayana. Mafuta yote yanaoshikamana. Mafuta yanaoshikamana. Hayo ndio sana sana huwa na cholesterol. Sasa tunahitajika kutumia sana sana mafuta haya maji. Haya maji hayashikamani. Najua kule Kenya utapata mafuta, kuna mengi kule Kenya. Kuna mafuta mengi hata ya mahindi. Mafuta ni mengi ya maji. Hayo ni salama sana kuyatumia. Na pia unapokunywa kitu chochote, fanya hiyo kwa kiasi. Na najua kwamba ukifanya hivyo utajiokoa na shinda nyingi. Asante kwa kunisikiliza. Nasema Mungu aendelee kukubariki na akusaidie wewe pamoja nami. Turudi katika Edeni. Tuangalie kile tunachokula, kwa sababu tunaweza isimbia kaburi. Mwandishi mwingine hapa Marekani akaandika akasema, kama ungesuru kwa makaburi na yaweze kuongea kama mwanadamu, yaulizwe, we kaburi, mtu aliyezikwa kwako alikufa kwa ugonjwa gani? Mengine yangekuwa ameandikwa alikufa kwa upisi mbaya. Kumbe unaweza pika vitu ambavyo vitakuua kwa haraka. Kumbe unaweza kujichimbia kaburi we mwenyewe kwa njia ya kula, kwa njia ya kunywa. Na angalia kwa mambo ya kuvuta. Sigareti si njema, si chakula, si vya kunywa. Sasa ya nini kuvuta sigareti? Unatumia pesa zako bure. Na kumbuka, Wakorintho wa kwanza 3:16 inasema, mtu akiharibu mwili wake hata na Mungu atamharibu. Kwa hivyo tunza mwili wako, maana ni hekalu la Mungu. Biblia inasema miili yetu ni hekalu la Mungu. Tunza mwili wako. Ule vema, unywe vema. Na vyakula vile ambavyo vinahitajika kusaidia mwili. Si ati ni vile utapata dukani, mashambani. Vyakula vyote vya mbegu, aina ya maharagwe, aina ya mbegu zingine kama vile mawele, kama vile ngano, vitu kama hizo sinaweza kusaidia mwili sana. Tukirudi Edeni tule kama maagizo ya Mungu kule bustanini, tutaishi miaka nyingi. Wale wanaotegemea sana kula vyakula vya mbegu ndio wanaishi miaka nyingi sana. Ndio hata kama utakufa usife kwa sababu ya kula vibaya au kunywa vibaya. Acha kifo kikupate bila ya wewe mwenyewe kujitafutia kwa njia ya kula ama kwa njia ya kunywa. Asante sana kwa kunisikiliza. Ninasema ukiwa na mengi, aidha swali, aidha jambo la kuongezea, una haki ya kwenda kwenye channel ya YouTube yangu. Tafuta jina Pastor Mutuma Senior kwenye YouTube yangu. Utapata mafundisho mengi. Nimefundisha kama makosa ya wanaume yanayoharibu ndoa. Ninakusudia kufundisha makosa 104 ya waume na wake ambayo huharibu ndoa. Nimekwisha fundisha 15 makosa ya mwanaume, 15 mwanamke 18 ambao anatakiwa kurekebisha. Pia nimefundisha lesson 2 kuhusu vijana wetu ili wawe na tahadhari katika kuchagua. Wiki iliyopita binti mmoja aliuawa kule Nairobi. Disemba nayo mwingine aliuawa kwa sababu ya kuambatana ama kuwa na rafiki katika mitandao. Yule wa Disemba alikuwa anaelewana na rafiki kwa Facebook. Huyu mwingine aliyekufa wiki jana ni kwa Instagram. Na leo ndio kichwa yake imepatikana, maana aliuawa akakatwa kichwa, na leo kimepatikana kwenye mto fulani kule pande za Kiambu. Vijana, zingatieni mambo ya Biblia. Ukitaka kuelewa mengi, nenda kwenye channel ya YouTube yangu, utajifunza jinsi ya kusagua mwanzo wa maisha. Na inaomba, ukitaka fundisho likujie ninapofundisha tu mara moja, kwa sababu nina mengi ya kusema, nenda kwenye channel ya YouTube yangu, angalia. Fanya hivi, subscribe. Ndio nikifunza fundisho liweze kuja kwako mara moja. Asante sana kwa kunisikiliza. Mungu wa amani akubariki na akujalie baraka kwa wingi na akusaidie kujilinda katika kile unachokula, kile unachokunywa, kile unachovuta. Usije ukajiletea kifo cha haraka. Asanteni sana.